Hawa ni baadhi ya wanaume ambao wameenda hospitalini, wameenda kufanyiwa surgery, kuchomwa sindano, kutengeneza vifua, six pack na mili ambao unaitaka. Ukiangalia watu utasema wana discipline kwa sababu misuli ni kiashiria sahihi cha kuwa mtu ana discipline. Lakini hawa they just soy boys, yani wanaonekana ni wanaume lakini wana uvulana ndani yao. Okay, kuna alien mmoja, kuna video moja ilivuja ikielezea alien jinsi. Alisema kuna njia mbili ambazo kizazi cha mwanadamu kitapotea. Ya kwanza sihitaji sana. Ya pili alisema ni kutaka shortcut, kutaka njia za mkato. Kimefanya tunapoteza uwezo wetu halisi. Tunaamini kuna njia itatusaidia kutufikisha malengo yetu. Mtu anataka kufikisha malengo ya mwili wake, hataki kwenda gym, hataki kufanya mazoezi, hataki kujituma na kukimbia, hataki kujituma kutembea, hataki kujituma kunyanyua vitu vizito, hataki kujituma kula vyakula vizuri, anataka kula anachotaka, anataka kufanya kila anachokitaka ila anataka kuwa na mwili mzuri. Na hiyo utaona wasanii wetu wengi sana wana mwili mizuri lakini ukiangalia dati zao ziko vibaya sana. Unajua inakuaje mambo kama haya, lakini hawezi kukuambia. Sikia, gym sio tu kuonekana vizuri. Sawa? Gym ni mfumo wako, afya yako kamili. Kufanya mazoezi ni afya yako kamili. Huu mwili ni useless kama utakuwa na magonjwa. Huu mwili ni useless kama utakuwa hiyo misuli yako haiwezi kufanya kazi yote. Huu mwili ni useless kama haisaidii kupandisha testosterone yako, kwa sababu testosterone inapanda kwa kunyanyua vitu vizito, kwa kufanya vitu vigumu, kwa kufanya vitu vya kiume. Lakini wewe umekaa, ulichomwa sindano, ukapunguza tumbo lako na unajiita nini? Utarudi ulikotoka. Okay? Unamuonesha nani wa mwili? Unamwilio. Unamuonesha nani wakati unajua you are fake? Yaani ulikofika hapo hauna nidhamu yoyote, haujaweka jitihada zozote, yani umefanya tu. Unamfurahisha nani? Unajua madhara hizo sindano unazochoma? Unajua madhara hizo njia za mkato unazochukua? Haujui. Unajali likes, unajali comment, unajali video. Like hivyo. Unafurahia na nani? Yaani unajikuta unafanya vitu vingi kwa ajili ya watu kuliko kufanya vitu kwa ajili yako. Hii sindano ni useless. Hii sindano na madhara kuliko unavyodhania wewe. Na unadhani watakwambia? Hawezi kukwambia. Because hawajali kuhusu afya yako, wanajali kuhusu hela yako. Sawa, tunapoteza potential yetu kama hivi. Tunataka vitu vingi vya mkato. Njia hizi haziwezi kutusaidia kutufikisha popote. Look at this. Wanaume kabisa. Huyu anataka kuwa baba. Huyu anapewa mke alee. Ameshindwa kufanya mazoezi kuondoa kitambi, ameshindwa kufanya mazoezi kujenga kifua. Atamwambia nini mwanamke wake kuhusu afya yake? Ataongozaje familia? Ataongozaje watoto mwanaume wa aina kama hii? Na wanawake bado wanachagua mionekano kuliko mindset. Wanachagua mionekano kuliko nidhamu. Wanachagua mionekano na pesa kuliko jitihada, kuliko juhudi. Juhudi ndio kinachomtengeneza mwanaume.